Nambari 5 خامسا أن بالوقوف على المشروع في هذا الشهر hakika kusimama ndo alwuquf kusimama kusangaa kusimama katika kile jambo ambalo limekiwa sheria katika mwezi huu wa mfungo 4 yu'lam ma alayhi alba'd yanafahamikiwa yale ambayo wako nayo baadhi yao watu min albu'd an sunnati an-nabii sallallahu alayhi wasallam kukaa kwao mbali na sunna ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kuiacha sunna ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam tufahamu sisi ile kusimama katika lile ambalo jambo limekiwa sheria jambo gani la kufunga la tufahamisha sisi kuna baadhi ya watu wako mbali na sunna za bwana mtume wa hadi na njia yake mfumo wake fi hadha albab katika mlango huu wa nini siku ya Ashura fatashaghulu bil hadi an-nabawi kujishughulisha na mwenendo wa utume wa mtume sallallahu alaihi wasallam fihi ghaniyatun ndani yake kuna nini kuna kujitosheleza na kuachana na mambo yote ya uzushi mtu anatakiwa ajitosheleze na kufuata mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam wal akhidhu bihi na mtu kushikamana na kuchukua mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam sairun ala alhanifiyati as-samhati sairun hali yakuwa ni mwenye kutembea na kwenda ala alhanifiyati katika uislamu sahihi alhanifia maana yake ni as-safi ni uislamu ambao uko safi as-samhati ambao ni mwepesi mzuri uislamu mzuri waamilun bil fadili min al-amal na kufanyia kazi waamil na kufanyia kazi bil fadili min al-amal katika matendo bora maajur mtu huyu analipwa ikawa wewe unasimama katika uislamu ambao uko safi na kufanyia kazi katika matendo mema yale ambayo yamethibiti maajurun mtu huyo ni mwenye kupata thawabu ala sa'ihi katika kule kutembea kwake na juhudi zake ndo sa'i zile juhudi zake wataqarrubihi ila rabbih na kujikurubisha kwake kwa Mola wake analipwa thawabu kwa sababu ni mwenye kushikamana na mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam wala hakuzidisha chochote katika ibada muwaffaqun lilmutaba'ati na pia ni mwenye kuwafikishwa katika nini kufuata mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam ba'idun pia yuko mbali sana anil hawa wal mukhalafa kuhusiana na matamanio albid'ah wal mukhalafa na mambo yenye kukhalifiana na Uislamu yuko mbali sana kwa muislamu atakiwa awe ni mwenye kutosheka na mwenendo na sunna za bwana mtume wala asiongeze chochote katika ibada katika siku ya Ashura. Sadisa jambo la 6 kadhalika tunapata faida katika hadithi tulizozisoma jana ta'widu sighari ala hadhihi al-ibada kuwazoesha watoto wadogo ndo ta'widu sighar kuwazoesha watoto wadogo ala hadhihi al-ibadati juu ya ibada hii yaani asyam na kusudia mimi funga hasa hii siku ya Ashura ni siku moja tu wataahuduhum ala siyami yawmi Ashura kadhalika wataahuduhum kuwazoesha kuchukua nao yani kuwa nao pamoja katika kuchukua nao ahadi maana kuwa nao pamoja kuwazoesha katika kufunga siku hii ya Ashura al-mukarram ambao ni yenye kutukuzwa inda Allah mbele ya Allah watakiwa tuwahimize watoto wahathuhum alayhi kadhalika tuwahimize katika jambo hilo la kufunga targhiban fi fadlihi kadhalika targhiban tuwapendezeshe fi fadlihi katika kuelezea utukufu wake siku hii ya Ashura wa fawzan bi ajrihi kadhalika takiwa tuwaelezee fawzan yale malipo yanayopatikana ambao mtu atafunga katika siku hiyo bi ajrihi yani ujira wake tuelezee mafuzo yani ufaulu kwake mtu akifunga siku hii anafutiwa madhambi ya mwaka mzima uliotangulia tuwaelezee fa fi dhalika na katika jambo hili kuna iqtida'u bisahabati kuwaiga maswahaba kwa sababu wao maswahaba ilikuwa wakiwafungisha watoto wao kama hadithi tulisoma jana na ataielezea kadhalika tarbiyatun lil auladi ala at-taqarrub ila Allah kadhalika kuna kuwalea watoto katika kujikurubisha kwa Allah biibadati siyam kuhusiana na ibada ya kufunga ولذلك انا kwa ajili hiyo قال الحافظ ابن حجر amesema الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الاسقلاني عند حديث الربيع katika hadithi ya Rubai'
binti Muawidh radhiyallahu anha, mwanamke huyo Allah miradhi, ambayo anifu dhikr, anif manake ni punde, dhikr imetajwa, punde imetajwa huko juu, imetajwa punde tu imetajwa. Hadithi yenyewe ameitaja kipande chake, mahalu shahid, sehemu ya ushahidi, akasema fakunna nasumu, ilikuwa tukifunga funga hiyo ya Ashura, bado ilikuwa tukiendelea kuifunga, wa nusawimu sibyanana, kadhalika ilikuwa tukiwazoesha watu, yani tukiwafungizisha, maana yake tukiwafunza wafunge sibyanana, watoto wetu wadogo. Sibyan ni jamu ya nini? Sabiyun, barakallahu fikum. Kwa hiyo ilikuwa akiwazoesha. Wa fi alhadithi, na katika hadithi hii, hujjatun, kuna hoja madhubuti ala mashru'iyyati tamrini sibyan, juu ya kuwekewa sheria na uhalali tamrini sibyan, kuwapa mazoezi watoto, tamrini kuwazoesha watoto, ala siyam, juu ya kufunga watakiwa tuwazoeshe. Lianna man kana fi mithli sinni, kwa sababu hakika yule atakayekuwa mfano wa mwaka au miaka, fi mithli sinni, mfano wa miaka, alladhi, ambayo dhukira fi hadha alhadith, ambayo imetajwa katika hadithi hii, fahuwa ghairu mukallafi, huyo si mwenye kukalifishwa na sheria. Maana yake subyan hawa wanakusudiwa ni watoto wadogo ambao ghairu mukallifin au ghairu mukallafin, si wenye kukalifishwa na sheria. Mukallafi ni nani? Mukallafi katika sheria ya Kiislamu ni mtu balighun aqil, aliyebaligh, mwenye akili. Sasa hawa bado hawajafikia huko, waweza kuwa na akili lakini hawajabaligh, hawajakalifishwa na sheria. Kwa ina maana hadithi hii tunapata takiwa tuwazoeshe watoto katika taa. Wa inma suni'a lahum dhalika litamrin, wa inma, na hakika si vinginevyo, suni'a lahum, wamefanyiwa hivyo hawa watoto, ni dhalika, jambo hilo, litamrin, kwa ajili ya mazoezi tu basi, wala sio jingine, ni kwa ajili ya mazoezi, na wanalipwa thawabu zao. Qala Hisham ibn Urwa, amesema Hisham ibn Urwa, kana abi, ilikuwa baba yangu, yaamuru sibyan, akiwaamrisha watoto, bisalati, kuswali, idha aqaluha, pindi watakapoifahamu nini hiyo sala, wakiamrishwa. Wala msikitini usituletee vitoto vidogo vikakutuudhi ikawa vinatokea. Ukileta hivyo, Sheikh Abdalla yupo hapa, ni mkali, tutazia bakora hao, na ala hawezi kumlaumu, kwa sababu wewe ukija na mtoto, wanachoona wanaelezea mtoto si vibaya, mweke hata safu ya mbele, lakini ukae naye wewe mzazi, kaa naye chini ya mguu wako, asipate kucheza. Kadhalika wakiwa wingi, watafautisheni, si vibaya. Lakini watoto wanakuja, wanaekwa nyuma kule, wanacheza, wanapiga fujo, wengine wanapiga magema, wengine wanapiga makachu, mwisho wanapigana. Hiyo si sawa, haifai. Kwa hiyo walete watoto ambao akili zao tayari zishamechua. Kadhalika ilikuwa anasema wasiyami idha ataquhu, ilikuwa akiwaamrisha watoto kufunga pindi wanapoiweza. Idha ataquhu, idha, manake watakapoiweza ilifunga. Wa hadha talqinun amaliyun, na hii ni kulakanisha, yani kufanya talqin ufahamu, kumlakinisha mtu aelewa, yani yani wewe wasema naye anazungumza, wasema naye nini Kiswahili, unasema Kiswahili kimoja chenye fasaha, kumkaririsha, basi kama hivyo, yani wewe unazungumza naye anafanya, azungumza naye anazungumza. Lakini hii ni talqini, si ya mazungumzo, ni talqini amali, ni talqini ya vitendo. Maana yake unafanya na yule mtoto naye anafanya nini? Anafanya na kuona. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema tusizifanye nyumba yetu kwa ni makaburi, tuswali na tusome Qur'an. Kwa sababu gani? Tukiswali na kusoma Qur'an, wala watoto watafanya nini? Wanatuona, baba anaswali naye anaswali. Kitoto kidogo waona anacho cha swali, hakijui lakini kinaswali, kwa sababu kinamwiga mama yake na baba. Lakini baba haswali ndani, mama haswali, mtoto ataswali? Hawezi kuswali. Kwa hiyo asema hii ni talqinu amaliyu lisighar, kuwalakinisha kimatendo watoto wadogo, ala hubbi sunna, juu ya kupenda sunna za bwana mtume, wal jiddi fi tahqiqiha, kadhalika mtu kuwa serious, ndio jiddi, kuwa serious, kuwa mkweli na kuwa na bidii
katika kuihakikisha hizo sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, wal amal ala ta'dhimiha, na juu ya kuifanyia kazi sunna za bwana mtume fi qulubihim, katika nyoyo zao. Zile sunna inabakia katika moyo wa bwana ya watoto, sunna bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Asema watarsikhiha, kadhalika kuikitisha na kuithibitisha fi nufusihim, katika nafsi zao. Ikawa yule mtoto anaeleka katika sunna, anakuwa katika sunna, hajui masuala ya bid'a, hajui zushi, hajui masuala ya shirkiyat, hajui masuala mengine ya kipumbavu, anakulia katika sunna. Wa mata nasha at-tiflu, na muda wote, wakati wote anapokuwa mtoto, nasha ni ile kukulia, yani kunyanyukia. Anapokuwa mtoto ala hubbil ta'a, juu ya kupenda ta'a, kumtii Allah, waraghbati fil ibada, na kuwa na mapenzi katika kufanya ibada, walmuyuli ila alfadilati, kadhalika na kumili katika ubora, na kumili na kuelekea katika ubora. Fa innahu yurja khairuhu, basi hakika mtu huyu au mtoto huyu anatarajiwa khairi yake. Katika sura Al-Kahf yasemaje Allah? Wa kana abuhuma salihan, na ilikuwa baba zao wawili, baba zake yani wazazi wake wawili, abuhuma maana yake usudiwa wazazi wawili, ilikuwa nini? Salihan, yani mama na baba wote ilikuwa nini? Ni wema. Ndio maana na wale Allah akawalipa wema, kwa sababu watoto wakiona wazazi wao ni wema, pia Allah subhanahu wa ta'ala anakisahilisha kile kizazi kuwa katika khairi. Kwa hiyo maana anatarajiwa zaidi mtoto huyu katika khairi. Wa yu'manu sharruhu, kadhalika wa yu'manu sharruhu, shari yake inapatiwa amani, shari yake. Maana watu wanakuwa na amani na shari yake, hawezi kufanya shari kwa sababu ni mtoto alioleleka katika malezi ya taa na kufanya ibada. Lakini ikiwa kinyume chake, mzazi hafanyi ibada wala hamuhimizi mwanawe, hapo sitarajii khair, isipokuwa Allah atake. Yatokezea mzazi kawa ni muovu, ikawa mtoto akawa salih, akawa mwema, lakini ni nadra sana. Fama ala almu'mini, ni juu ya muislamu illa, au fama ala almu'min, hana juu ya muislamu illa arraja fillahi, isipokuwa kutarajia kwa Allah basi. Wa du'aahu, na dua zake, kumuomba huyo Allah, amuombe Allah. Wa badhlul asbab, kadhalika afanye sababu fi ta'dibil auladi, maana yake amuombe Allah dua awasalihishe watoto wake katika khair, awasalihishe, uombe kizazi chema. Allahumma au rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibatan, Allah nipe mimi kizazi chema. Hii ni dua za mitume, duaul anbiya. Mitume ilikuwa ikiomba hiyo, sisi ni aula kuomba. Imeleka uombe. Kadhalika wabadhulul asbab, kadhalika uchukue sababu, sio unaomba dua tu, uchukue sababu fi ta'dibi auladihi, katika huyu mtu atakiwa achukue sababu katika kunini, kuadabisha na kuwatia adabu watoto wake. Inaeleka. Lakini hivi kuadabisha watoto, usiwapige mapigo mpaka ukaumiza, unawafanya watoto wawe manunda. Wanasema ahlul ilm, at least mboko 10 zisizidi hapo, bakora 10, na kisha hii ni wingi wake. Na pia mpige sehemu ambazo hutomdhuru, usipige katika uso wala sehemu. Pia mfahamishe, vile ukimtia adabu mfahamishe, wewe unakutia adabu kwa sababu gani? Kwani paka akienda katika chungu cha samaki, ukimpiga kibao hivi atakuja tena? Haji. Na siku nyingine akikiona atakiogopa. Pale kishapata nini? Funzo. Ndio hivyo hivyo. Kadhalika ni sunna kuweka bakora ndani. Ile bakora yeke ininginie tu pale. Ikenda huku watoto wakirudi wana bakora la ninginia tu. Si watoto tu, hata huyo mke wako akiona baba huyo anaona ana masara mume wangu huyo. Wajia hapa. Mtulizane. Ile bakora likibwana upepo nenda huko na kwa maana wale watoto wanaogopa. Yaani mafunzo ya Mtume SAW, eka bakora, asa eka mwe bakora. Hata kama hutaitumia inatisha ile bakora kwa wale watoto. Kutokufanya nini? Tovu adabu. Ndio maana hata baadhi ya watoto wataambia, "Wewe baba yako ataweza kupiga, atakuchapa." Anasema, baba yenyewe hana bakora." Una bakora kweli? Bakora haiko mpaka ukakata. Na pengine usiku na sehemu na ukaa pengine kuna mijibwa. Ukitoka warudi ndani. Sasa uwezi kumtia adabu na kumfahamisha yule mtoto. Imeleka wa islahihim, kadhalika na kuwatangamaa, yani uombe dua Allah awasalihishe, awafanye wawe wema
ma'a tawakkuli ala Allah, lakini pamoja na kutegemea kwa Allah, wal-i'timadi alayhi, na ndio maana moja kutegemea kwa Allah hivyo hivyo, wathiqati biwa'dihi, kadhalika wathiqati, kuwa na ukweli. Thiqa ni ule ukweli, uwe sana uhakika na ukweli kwa Allah, ahadi yake ataitimiza. Mimi nikimuomba Allah nijalie kizazi chema, Allah atanipa. Biwa'dihi, yani ile ahadi yake Allah alotoa. Na mitume ilikuwa akiomba sana dua, Allah ajalie nini, watoto wema. Ndio maana hata Muislamu amehimizwa kabla ya kufanya tendo la ndoa kwanza afanye nini? Aombe dua. Usiwe na haraka. Chumbani uko peke yako, una haraka yani? Uenda wapi ya akhi? Si peke yako mwe. Haya ndiko wagongea waje, fanya haraka utoke. Ndiko aje. Uko peke yako, basi tulizana, omba dua. Kwa sababu ukiomba dua ndio Allah yule mtoto anamsalihisha, anamfanya mwema. Kadhalika mtoto jioni au asubuhi muombe dua. U'idhuka bikalimati llahi tamma min kulli shaytani wa hamma min kulli ainin lam. Ukiwa katika sujudu muombe dua, msalihishe. Mmoja katika salaf akiwemo, kama sijasahau, Sufyan ath-Thauri rahimahullah, sema yeye mmoja katika wanawe alikuwa ameshanyanyua mikono, asema huyu shashindwa mie tena, kashakuwa nunda. Asema nilichokifanya ikawa namlilia Allah usiku amsilihishe yule mwanangu kwa dua, basi Allah akamsilihisha akawa mwema, akawa ar-rajulu salih, akaacha uovu. Kwa sababu ya nini? Dua. Kwa sababu katika dua ambazo hazirejeshi mtu kuziomba ni nani? Mzazi kumwombea nani? Mwanawe. Lakini sisi watoto tunawapiza, angalia hilo jicho kama sheli, toka hapa mwana kharashi wewe. Nafupisha maneno, mwana kharashi, mshafahamu? Mwana kharashi wewe, ondoka hapa. Sasa lile toto linakuwa nunda. Pia wewe mtu aweza kata kipemba, wewe leo, mshafahamu? Na vitu kama hivyo, yani lile toto linakuwa nunda kwa sababu linacheza, kila akiamka anachezea maapizo. Na pengine yule mzazi amemzaa yeye akamtukana, mamayo. Mshafahamu, nimefupisha maneno hapa. Mamayo. Ushona? Sasa ni ajabu, usimtukane. Mfahamishe. Muombee dua, mwambie mtoto aslahakallah, Allah kuongoze mwanangu. Hadakallah, Allah kuongoze, Allah kusilihishe. Barakallahu fik, Allah kubarik. Jazakallahu khaira. Wewe dua tu. Mpaka mtu akipita na jirani, baba kwa dua mzee huyu wa nyumba hii. Ukiingia humo chai utakosa, lakini dua hukosi. Mzee wa dua tu wewe. Sawa, fanya hivyo. Muombe mwanao, muombe familia yako, muombe jamaa wote. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Na mwisho ni hapo, hadha kwa haya tulizozungumza, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Hapa ndio mwisho wa risala hii. Inshallah kesho ni Ijumaa, lakini tutakuja kutokana na nini? Tutafunguzana na wakati. Ijumaa tutakuwepo hapa inshallah. Kesho maghrib tutaianza hii risala ya pili, shahrullahi almuharram baina sunna wal bid'ah. Kesho maghrib tutakuwepo, na Jumamosi tutakuwa tushaimaliza ili twende na wakati. Sawa, kwa tutafikia hapa. Wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.